STAR24.com. Habari Leo linaandika Magufuli awashukia makandarasi nchini, awataka waache kutoa rushwa, wafichue wanaoomba. Asema anafahamu rushwa ilivyoota mizizi sekta ya ujenzi. Asema imefanya vijana kukimbia taaluma hiyo. Haya, vifaranga 1500 kutoka Malawi vya naswa da. Sekondari kongwe za umma kurejeshewa makali. Sauti ya Watu Tanzania Daima lenyewe linasema hakuna aliyenipa uraisi, ni kauli yake JPM. Ndivyo linavyoandika gazeti la Mtanzania Tanzania Daima hilo. Haya, habari nyingine naandika hali ya elimu nchini ni mbaya, bunge la shauri wananchi kupunguza kuzaa. Sauti ya Watu Tanzania Daima. Haya, nusu ya walevi nchini hunywa matapu tapu. Ndivyo linavyoandika gazeti hilo la Sauti ya Watu Tanzania Daima. Nusu ya walevi hunywa matapu tapu. Haya, Nipashe lenyewe linaandika Magufuli kujaza vijana serikalini. Habari nyingine nasema wadaiwa vyuo vikuu kukamatwa kirahisi. Haya, mliokopeshwa lipeni hela za watu na wengine nao wakope. Haya, Mramba shauri TANESCO isimiliki mitambo IPTL. Habari hiyo imeandikwa juu kabisa pale. Kwenye magazeti yaandika lugha ya Kiingereza, Daily News inaandika serikali kuunga mkono makandarasi wazalendo. Rais John Pombe Magufuli awahakikishia kuwapa kipaumbele katika miradi hiyo nchini, lakini aweka angalizo kuhusiana na uzalendo. Haya, vita dhidi ya ufisadi ni endelevu, kauli yake Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Pichani anaonekana Rais JPM akihutubia mkutano wa mwaka wa bodi ya mashauriano usajili wa makandarasi CRB jijini Dar es Salaam hapo jana. The Guardian linaandika lile sakata la udahili wa wanafunzi vyuo vikuu linazidi kuonyesha kwamba idadi ya wanafunzi wasio na uwezo wanaotarajiwa kutunukiwa vyeti katika ngazi mbalimbali ikiongeza ushindani katika soko la ajira kuliko ilivyofikiriwa mwanzo. Kwa ndani kidogo nimejiongeza hapo. Haya, Magufuli atangaza vita ya ufisadi dhidi ya miradi ya ujenzi. Twende kwenye kurasa za michezo. Kurasa za michezo tunaanza na gazeti la The Guardian linaandika kocha wa Yanga awapatano awafagilia wachezaji wake kufuatia kiwango alichoonesha katika mchezo wa fainali wa kombe la FA dhidi ya Azam ambapo walishinda mabao 3-1. Habari nyingine inaandika waogeleaji wawili kuchuana katika michuano kutafuta tikiti ya kushiriki michuano ya Olimpiki ya Rio de Janeiro. Daily News kwenye michezo linaandika shirikisho la soka nchini TFF haliko tayari kuandaa michuano ya kombe la Kagame. Wabunge watoa wito kutumika kwa wanamichezo maarufu kutaza utalii. Ametajwa mchezaji kama Mbwana Samata hivi anza kutumika kutangaza utalii wa Tanzania. Na Misri kuja na kikosi cha nguvu kinachotarajiwa kucheza na Stars katika mchezo wa kufuzu kwa finali za AFCON. Pichani anaonekana kiungo wa Arsenal Mohamed Elneny. Yeye atakuwa ni mmoja wapo kati ya wachezaji watakaokuwa nchi hiyo wanaosakata soka la kulipwa ugaibuni ambaye atakuwamo katika kikosi hicho kinachotarajiwa kucheza na Stars. Nipashe, Yanga speed ile Afrika. Wadau washauri wachezaji wasipewe mapumziko ya muda mrefu ili kulinda viwango vyao. Aya, Mkwasa amchinja Kanavaro. Sauti ya Watu Tanzania Daima linaandika Yanga yapeperusha Kagame Cup, Stars kuifuata Harambee Stars kesho. Habari Leo linaandika Tanzania ajitoa uwenyeji Kagame, wagana pressure juu kwa Yanga. Haya, pichani hapa wanaonekana watu wakipita kuangalia jezi za Real Madrid na Atletico de Madrid zikionyeshwa dukani jijini Madrid, Hispania. Timu hizo zitakutana kesho Jumamosi katika mchezo wa fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Milan. Tanzania, Yanga isijidanganye ikaze buti. Haya, Hassan Kesi aibeza Simba kiaina, Hans Pop kumpa gari Shabalala. Haya, Chidi Benzi adaiwa kutoroka anakotunzwa. Alikuwa akipatiwa matibabu ya kuacha utumiaji wa dawa za kulevya katika kituo cha
cha Life and Hope Rehabilitation Organization kilichopo Bagamoyo ni Bagamoyo Sober House. Ametoroka Chidi Benzi kwa mjibu wa gazeti hili. Yule mwingine alisaidiwa na rais. Haya, tende kazi. Kibonzo, Jamali burudisha kutone kibonzo kwanza. Jamali ya Kilimali. Kibonzo hiki wakudata we. Wakudata anasema dada anamuuliza kaka, umesoma sekondari? Jamaa anajibu ndio. Dada anamuuliza ulichukua mchepuo gani? Jamaa anajibu nilichukua mchepuko wa baa. Jambo leo, Yanga yafikia rekodi ya Barcelona PSG. Maneno hayo. Haya. Uhuru linaandika Yanga ya anza jeuri, Kanavaro amgomea Mkwasa. Haya, Zanzibar leo linaandika Kagame Cup ya Otambawa Tanzania, Kiza ajipa kiatu cha dhahabu. Champion, hii ndio Yanga Sports Club, ndivyo linavyoandika. Alianza kesi, kafuata huyu, nani atafuata? Ndivyo lilivyoandika hilo gazeti hilo. Gazeti ya sports bwana yana raha yake kusoma jamani. Hasani Kesi amwagiwa noti jukwani uwanja wa Taifa. Simba ya amka, yampelekea Juma Abdul shilingi milioni 60. Haya, mafanikio ya 2015 2016. Nani hao? Wameandika ngao ya jamii, ubingwa wa ligi kuu bara, ubingwa kombe la FA, makundi kombe la Afrika. Nani hao misijui, wameandika tu kwenye hilo gazeti. Haya, tuene gazeti gani? Bingwa linaandika wataelewa tu. Haya, Yanga kutumia mamilioni kuiteka Afrika, kusafiri jumla ya kilomita 34,670 angani, tathmini hiyo. Haya, Simba waamua kukata ngebe za Yanga Sports Club, kumpa Shabalala gari ili aendelee kubaki Msimbazi. Kesi awafumbua macho kumfunga na mkataba mpya mapema.